بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن شاء الله سمع آية نمبر 30 في سورة البقرة. قال الله عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وإذ قال ربك للملائكة، واذكر يا محمد إذ قال ربك للملائكة، زمهم زي محمد sallallahu alayhi wasallam, pindi Mola wako alipowaambia malaika, inni ja'ilun ay inni khaliqun, haka mimi ni mwenye kuumba, fil ardi khalifa, mwenye kuumba katika ardhi hii khalifa. Na maana khalifa هم قوم يخلف بعضهم بعضا، أي خلق يخلف بعضهم بعضا. Taleta viumbe ambao wao watakuwa ni wenye kupokezana wao kwa wao. Hii ndio maana ambayo wengi katika ahlul ilmu wamepita nayo, na vizazi kama tunavyoona. Wako wapi babu zetu? Lakini sisi tu, na sisi tuondoka, takuja wengine. Hivi ndio ilivyo katika uhai wa kidunia, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salah. Na khalifa inakuja kwa maana mtawala, inakuja kwa maana mtawala, lakini hapa ni vizazi na viumbe ambavyo vyenye kupokezana. qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. qalu al-malaika, akasema malaika, ataj'alu fiha, je Allah wataka kuumba katika ardhi hii, ay fil ard, man yufsidu fiha ay man yufsidu fil ard, atakaileta ufisadi katika ardhi, wa yasfiku ad-dima, na kadhalika watakaokuja kumwaga damu kwa batil. Na hapa ahlul ilmu wasema malaika wamejuaje ya kwamba hawa watakuja kuleta ufisadi na kadhalika, watamwaga damu? Vipi wamejua malaika, na hali ya kuwa bado binadamu hakuumbwa? Allah kumuumba Adam. Wasema ni moja katika maana mbili, imma bi'ilmin ma ra'awhu au bi'ilmin ma sami'ahu. Wamezungumza hivyo, imma bi'ilmin ra'awhu, kutokana na ilmu waliyoiona, kwa maana kabla hawa walikuwa kiishi viumbe wengine ambao walifanya fisadi katika ardhi, au bi'ilmin sami'ahu au bi'ilmin sami'uhu, au kwa ilmu ambayo wamesikia kutoka kwa Allah. Allah ndiye amewaeleza hawa na waumba, lakini hawa watakuja kufanya haya na haya na haya. Malaika hawajui ilmu ya ghaib. Sasa malaika wamejuaje? Imma kwa ilmu ambayo wameona viumbe ambao walikuwa kiishi ardhini ambao ni majini, jinsi walivyofanya ufisadi katika ardhi,
na kadhalika kumwaga damu, au kwa ilmu ambayo wameisikia kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kawaeleza kwamba hawa viumbe watakuwa na sifa hizi na hizi na hizi. Baada ya kujua hayo, ndio anamuuliza Allah, kwa hikma ipi ambayo labda ulikuwa unaikusudia kuwaumba hawa ambao watakuja kufanya ufisadi katika ardhi na watakuja kumwaga damu? Yani kwa maana, si kwa maana wananakishiana na Allah kama baadhi ya watu wanasema malaika walijadiliana na Allah. Nani anathubutu kujadiliana na Allah? Hakuna mjadala. Wanauliza kwa hikma ipi Allah subhanahu wa ta'ala ulikuwa ukikusudia kuwaumba hawa baada ya kuwa tayari umetupa habari kwamba taleta ufisadi katika ardhi? Nini hikma? Kama hikma ni ibada, wa nahnu nusabbihu bihamdik, kama hikma ni ibada, sisi Allah tunakusabbih na tunakusifia. na tasbih malaika kama ilivyokuja katika hadithi ya Abi Dharr wa sahih Muslim ni subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, hiyo tasbih malaika. wa nuqaddisu lak, na kadhalika Allah sisi tunakutakasa na tunakutukuza. Ikiwa lengo ni ibada, sisi tunafanya hivyo, hatukufanyii maasi aina yoyote. Fahimtum ya ikhwan? Hakuna niqash baina Allah na baina hao malaika, wala mjadala wala kadha. Kuna malaika viumbe watiifu, hawezi kufanya munakasha na Allah wala kupinga amri ya Allah. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun, Allah akamwambia inni a'lamu ma la ta'lamun, mimi najua yale ambayo nyinyi hamyajui. Inni a'lamu ma la ta'lamun, na nitawadhihirishia lengo la kuumba hawa nini, na kumleta Adam. Nitawadhihirishia kwa sababu nyinyi hamyajui yale mimi ninayojua. وعلم آدم الأسماء كلها، وعلم آدم الأسماء كلها. الله akamfundisha Adam majina ya vitu vyote. Na Adam ameitwa Adam kwa sababu ameumbwa min adimil ardh, kutokana na ardhi, dongo ardhini, ndio maana kaitwa Adam. Na Hawa ameumbwa kutokana na nini? Min shay hayy, ameumbwa kutokana na kitu ambacho hai, na ni Adam, akaitwa Hawa. Na Iblis akaitwa Iblis kwa sababu ablasa, amekata tamaa kabisa. وعلم آدم الأسماء كلها، Allah subhanahu wa ta'ala kamfundisha Adam majina vitu vyote. Thumma aradhahum ala almalaika, kisha vile vitu Allah subhanahu wa ta'ala kavileta mbele ya malaika. Faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin, nielezeni nyie malaika majina hivi vitu ambavyo nimevileta mbele yenu, ikiwa nyinyi wa kweli kwamba nyinyi mna ilmu. Kwa sababu malaika walikuwa kiona kwamba wao na ilmu zaidi kuliko yote. In kuntum sadiqin, ikiwa nyinyi ni wa kweli kwamba nyinyi mna ilmu kuliko watu wote, kuliko viumbe vyote, tuelezeni majina haya hivi vitu viko mbele yenu.
qalu subhanak, wakasema malaika umetakasika Allah, la ilma lana illa ma 'allamtana, haka Allah sisi hatuna ilmu isipokuwa ile ilmu ambayo wewe mwenyewe umetufunza. Na hii ni mtu kukiri udhaifu wake. Usinyanyue nafsi yako katika udhaifu ambao uko nao, wewe ni dhaifu. Na ilmu hapa dalili ya kwamba ilmu inatoka kwa Allah. Ilmu ni riziki. Ndio maana tunatofautiana katika uelewa, katika fahamu watu wanatofautiana, sababu hii ni riziki, na riziki inaombwa kwa nani? Ndio maana Allah akamwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qur rabbi zidni ilma, naomba ya Muhammad ziada ya ilmu kutoka kwa Allah. Na kadhalika miongoni mwa dua, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Izote ni dalili ya kuonyesha ilmu inatoka kwa nani? Kwa Allah. Kwa hiyo malaika wasema, ya Allah, la ilma lana illa ma 'allamtana, hatuna ilmu isipokuwa yale ambayo uliyotufundisha sisi. Allah, uliyotufunza. innaka antal alimul hakim, hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala al-alim, do ilmu ni yako ya Allah. Al-hakim ni ya Allah subhanahu wa ta'ala, mwingi wa hikma, na wewe ndio mwenye kuhukumia. طيب نكتفي بهذا القدر. إلى هنا، بارك الله فيكم.